Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mpenzi mtazamaji wa MBTV Dira Maisha Yako. Leo nipo na Sheikh Ahmed Athman ambaye tulimuona katika posta ya Nurun ala Nur, tunu ya kheri, msimu wa 3 2025 iliyofanyika katika ukumbi wa KICC Nairobi, lakini hatukumuona shekhe akizungumza katika event hiyo, na yeye tumemfuata hapa tujue kwa nini alikuwepo katika event na tathmini yake ya event nzima kwa ujumla. Naam Sheikh, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah akupe afya. Amin. Alhamdulillah. Tumekuona katika tunu ya kheri msimu wa 3 uliofanyika jijini Nairobi. Naam. Tunu ya kheri imekufuata katika mji wako. Lakini tuliona katika posta, tumeona picha yako kwamba ni miongoni mwa mashehe watakao hudhurisha mada, lakini hukuhudhurisha mada yoyote. Vipi? Je, watu wako walitamani kukusikia, hukuona kama labda uliwanyanyasa kidogo? Kwanza mimi nawakaribisha tena katika msikiti wa Landis, mimi nikiwa ni imamu katika msikiti huu uliopo Nairobi na takriban miaka 25 kama imamu. Watu wa Nairobi wameniuliza kwa nini kuzungumza na kwa nini tumekuwa kwenye posta na kupewa nafasi. Mimi huamini kwamba kila jambo ni qadari Allah subhanahu wa ta'ala, na kila jambo ni majaliwa, wala sijamlaumu mtu yote, bali mimi nilifurahika nilipoona nimekaa na vijana wadogo ambao ni mashekhe chipukizi wakichukua ule usukani wa kuzungumza mbele hadhara. Nikawa na imani kuwa alhamdulillah, nikiwa takriban nafika miaka 58 sasa hivi, nikaona yani da'wa ya umma ipo katika mikono salama, ipo katika mikono ya kheri, kwa sababu vijana wamechukua nafasi zetu, na vijana na inshallah biidhnillah subhanahu wa ta'ala watawapokeza wengine, na hivi ndivyo ilivyo katika da'wa yetu. Kwa hivyo mimi nilikuwa ni mzungumzaji, lakini nilipoona kwamba nafasi ni kidogo na wakati ni kidogo, nikaweza kuelewa na kufahamu kuwa kuna al-akh Hassan na al-akh Yusuf Abd na Sheikh Shams na kijana wangu Ibrahim Juguna. Hao wametoka mbali, wametoka Nakuru juzi katika semina, na wale wametoka Malindi, wale wametoka Tanzania. Wao ni aula zaidi na haki zaidi kupewa nafasi, kwa sababu watu wa Nairobi kwanza hawajawasikia, pili hawajaona moja kwa moja. Kwa hivyo mimi nikaridhika na nikafurahia kuwasikiliza wadogo zangu wakikadimisha zile mada ambazo zilikuwa nyeti na mada zilikuwa mzuri na shauq. Kwa hivyo nikapata faida vile vile namna ya vijana wanavyo jitanguliza na utangulizi wao wa mada ambao ni utangulizi wa kiilmu, wa kibusara na hikma. Kwa hivyo mimi nikaona nimetimiza wajibu wangu kuwepo pamoja na wenzangu katika siku ile. Mashaallah. Je, ni kitu gani ambacho labda kilikuvutia zaidi katika tamasha lile la tunu ya kheri, ambalo ni tamasha ambalo halikutarajiwa kubeba watu wengi vile, wala halikutarajiwa kama litafana namna vile? Ni nini ambacho umeona mimi kufundisha? Nilipokuwa nikikaa na Sheikh Muhammad Bahero mara nyingi, ilikuwa hofu yangu ni hiyo, kwa siku ya Jumapili tena Disemba, na watu wengi tayari washasafiri Nairobi au wako katika harakati za safari, na pia kulikuwa kuna kongamano lingine Nakuru. Sasa yani katika mazungumzo yetu hapa msikitini na tukijadiliana kuwa yani, je, tutaweza kufikia malengo yetu ya hudhuri ya watu hasa katika siku ya Jumapili? Je, watu Jumapili Nairobi si rahisi kuamka mapema, watu wengi baada alfajiri kwenda kulala. Mimi nikiwa ni mmoja wao. Siku ya Jumapili mimi mpaka saa 4 ndo nawasha simu. Sasa siku hiyo mimi sikulala. Je, nikasema kuna wengine ndugu zangu vile vile wataweza kuhudhuria? Kwa hivyo hofu kubwa zaidi nilikuwa ni ile kuhudhuria kwa watu, kwa sababu ile ni jambo la watu na ni jambo la umma. Lau tutafeli na watu watufelishe kwamba watu wasiweze kufika, tungelikuwa katika hali ya wasiwasi sana, hasa Muhammad Bahero kwa hili kongamano lingine la 4 atalifanya wapi ikiwa watu wa Nairobi wamemwangusha. Lakini mimi nashukuru katika jambo ambalo limenifurahisha, la kwanza ni hudhuri ya watu wa Nairobi. Nimeamini kwamba watu wa Nairobi wakiamini kufanya jambo na wakiamua kufanya jambo basi wanafanya, na ndio maana ikaitwa Nairobi kwamba ndio
capital of Africa. Yeah. Capital city of Africa. Naam. Kwa mambo mengi Afrika inaigiza Nairobi. Kwa Waislamu na sio kwa Waislamu. Ukiangalia mambo ya kijamii, Nairobi na mvutio wake fulani. Sasa Waislamu wa Nairobi walivyojitokeza, tena kwa kuna baridi siku hiyo. Na mpaka saa 4 saa 5 baridi kaanza kuondoka, kawa kuna joto. Lakini hudhuri ambayo ilipatikana siku hiyo ndio jambo ambalo mimi hakika limenifurahisha. Na nawaombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila aliyehudhuria asikose lingine ambalo litakuja baada ya hili kongamano lifanyika Nairobi, kwa sababu mada na mpangilio ambao ulipangiliwa ulikuwa kama wanaosema wazungu very amazing au rai jiddan. Ni jambo ambalo la kupendeza, la kuvutia sana. Na kwa hivyo mimi watu wa Nairobi ndio wamenipendeza zaidi. Mashaallah. Na ndio wamenivutia zaidi, wamenishajiisha na nikapata nguvu kusema alhamdulillah, katika huu umma bado kuna kheri. Na vipi kwa wale ambao hawakuhudhuria, unataka kuwaambia nini? Waliopo Nairobi na walishindwa kuhudhuria. Tutawapa udhuru, na hakuna mtu ambaye anakataa kuhudhuria, na hakuna mtu ambaye anakataa jambo la kheri, hasa katika majalis ya dhikrullah subhanahu wa ta'ala, mauidha na dirasat al-Quran. Na mimi kuambia wale ambao wamekosa ni kuwa kuna watu aina mbili katika waliokosa. Kuna wale ambao wamesikia, walikuwa na nia ya kuja, lakini kwa dharura walizonazo, kwa shughuli walizonazo. Kuna maharusi mengi sasa hivi Desemba, kuna sherehe nyingi za Desemba, kuna graduation nyingi ambazo zinafanyika katika mji wa Nairobi na viungo vyake. Kwa hivyo wale ambao walipatikana na udhuru lakini walikuwa na nia, na waombea Allahu jalla jalaluhu awalipe kulingamana na nia zao. Amen. Watu aina ya pili ni wale ambao ima hawakusikia au hawakuweza kupata nafasi ya kujua namna gani wataweza kuhudhuria. Wengine labda kwa sababu za kiuchumi, lakini sababu hiyo kiasi fulani, kama msikiti wetu hapa Landis, majengo na msikiti mingine, tuliweza kuwasaidia wale ambao walikuwa hawana uwezo huo. Watu walitamani. Sasa kuna wale ambao walitamani na hawakujua namna ya kuweza kupata usaidizi. Mwenyezi Mungu vile awalipe katika jambo lao. Ama wale ambao hawakujua kabisa, hawakupata habari kabisa, kwa leo mimi na wewe Abu Thaqib, tunawakaribisha katika kongamano lingine. Na katika mtizamo mwingine wa tuni ya kheri ambayo itakuwa nzuri zaidi kushinda hii ambayo ilifanyika Nairobi inshallah. Mashaallah. Na lau kama ungelipata nafasi ya kuhudhurisha mada, unadhani labda ulitamani kusema nini? Mimi katika yale ambayo nilitarajia kuzungumza, kwanza nilitarajia mimi nitazungumza mwisho kama mtu mzima. Pili, katika uzungumzaji wangu wa mwisho nilikuwa nataka kuyakusanya yale yote mashekhe wameyazungumza, kisha nikaipa neno la unwan ad-da'watu samita, kufanya da'wa kimya kimya na kufanya da'wa kichini chini. Na hii ndio ilivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mwanzo wa maisha yake, kabla ya hijra na kabla hajapewa utume, alikuwa akifanya da'wa ya kimya kimya. Na da'wa ya kimya kimya ndio maana Mtume akaitwa as-sadiqul amin. Alikuwa si mtume wala hajateremshiwa wahi, lakini watu walimpenda tabia zake. Ndio maana Umar bin Abdul Aziz rahimahullah radhiallahu ta'ala anhu, katika al-khulafa al-khamisa alikuwa akisema alaikum bid-da'wati as-samita, na wahimizeni mfanye da'wa ya kimya kimya. Wakaulizwa wama dhaka, ni nini hiyo da'wa as-samita? Qala al-akhlaqu, tabia nzuri. Kwa hivyo ili da'wa ya kimya kimya, kwa sababu mashekhe walipanda juu ya mimbar, wanapanda juu ya mimbar, wamepanda juu ya podium ambayo ni jukwaa la mazungumzo, wanakuwa na nafasi za kuzungumza kila mahali, lakini watu wa kawaida hawana nafasi ya kuzungumza, hawana nafasi ya kufanya da'wa. Sasa da'wa ya kila mmoja wetu aliyetoka katika kongamano lile iwe ni da'watu samita. Na da'watu samita, da'wa ya kimya kimya, ni akhlaqi zetu. Mtu avutiwe na tabia bila hujamwambia lolote wala hajasema lolote, asema mashallah mimi nampenda Abu Thaqib. Kwa nini? Ule ni mwaminifu, yule ni mkweli. Atoke Mkristo akukubali wewe, aseme mashallah mimi nakukubali wewe dini yako kwa sababu ya tabia zenu, ujirani, ukweli, uaminifu, na ambalo sasa hivi uaminifu umekosekana katika jamii yetu. Na ni moja katika alama ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam
alilingania watu katika Maka mpaka akaitwa as-Sadiqul Amin kwa sababu ya uaminifu wa tabia zake. Kwa hivyo mimi nilikuwa nataka kuhimiza watu tutoke na mazuri, twende tukafanye da'wa, tubadilishe tabia zetu. Watu wanapotupenda katika maisha yetu, wanapopenda tabia zetu, basi wataweza kukubali Uislamu na kuweza kukaa kwa amani na utulivu zaidi. Mashaallah. Sheikh, ni nasaha zako zipi kwa hasa kwa waandaji wa eventi hii ya Tunu ya Kheri kiongozwa na Sheikh Muhammad Bahero pamoja na timu nzima ya Together We Can? Una ushauri gani juu yao, juu ya masala haya ya kidawa, na kama tulivyosikia kuna masuala ya kukatishana tamaa na nini, una ushauri gani kwao? Wasia wangu ni kama ule wasia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, usiku bi taqwallah, na wasia katika jambo hili wamweke Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mbele, wawe na uchaji Mungu katika kufanya mambo yao, kwa sababu bila uchaji Mungu hakuna jambo ambalo litakuwa lenye kudumu au lenye kuendelea. Tukimweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika makongamano yetu na katika harakati zetu, na nafikiri Sheikh Muhammad Bahero si katika tu makongamano, katika harakati zake bado ana harakati nyingi zinahusiana na masuala ya jamii na usaidizi wa mayatima na wagonjwa. Basi katika kila jambo awe ni ibtigha wajhullah Subhanahu wa Ta'ala, atafute radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, asiwe na hofu ya watu. Yeye kila atakalofanya amweke Mwenyezi Mungu. Je, Allah Subhanahu wa Ta'ala ataridhia hili au haridhii? Watu waridhie wasiridhie, hii watu huwezi kuwaridhisha. Ridha nas ghayatu la tudrak, huwezi kuwaridhisha watu wote, lakini utakapofanya jambo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa ajili ya ikhlas, kwa ajili ya taqwa wajhi Allah Subhanahu wa Ta'ala, katika kueneza Uislamu, katika kusaidiana, basi utasema tu, na wale wenye kusema ni kawaida yao, wana haki ya kusema, kwa sababu Mtume pia amesemwa na mpaka leo anasemwa, umeelewa? Lakini ile haki ya kusema ni haki ya kujenga au haki ya kubomoa? Kwa sababu kusema utasema, lakini ikiwa lengo lako unasema ili ujenge, basi ni haki ya mtu kusema. Lakini ikiwa mtu atasema kwa ajili ya kubomoa, si haki, kwa sababu yale maneno yake hajajenga. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika kujengana, almuslim kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'da, sisi ni jengo moja, umeelewa? Wewe yani Muhammad Bahero, Sheikh Muhammad Bahero hakushika kamera kirekodi watu. Kuna watu walikuwa na kamera pale, kuna watu walimba mashairi kama wewe, kuna watu ambao walichangia katika kueneza da'wa na kueneza mada na kueneza Qur'an na Sunna. Kwa hivyo kuna mchango wa watu wengi, na huu mchango wa watu wengi ndio maana ikapatikana Tunu, ni kwamba kalbunian, ni kama jengo moja. Ile jengo linapojengwa, Abu Thaqib amechangia, Sheikh Bahero amechangia, Khubayb amechangia, Isa amechangia, yani kundi lizima la Bahero TV, MBTV limechangia. Sasa ile kuchangia ndio ikapatikana Tunu. Ile Tunu ndio jengo. Na hawa watu wote ni matofali, kila mmoja alichangia tofali yake, mwingine akaleta sementi, mwingine akaleta hili, mpaka alhamdulillah tukafikia mahali kwamba hakika Tunu ya mwaka huu iliyofanyika Nairobi Kenyatta Conference Center, nafikiri kwa mara yangu ya kwanza kuona conference ambayo imefanyika kwa mtizamo wa kidini, kwa uzuri na mpangilio na nidhamu ambayo nawapa hongera. Nawapa hongera Together We Can, nawapa hongera MBTV, nawapa hongera wote ambao walijishughulisha katika kufanikisha jambo hili zuri la kheri ambalo Waislamu walikuwa na kiu nao sana, na nimeona Waislamu wamekuwa na kiu sana, na imefanikisha kwa sababu kila mmoja alipotoka pale alitamani endelee kwa siku ya pili au siku ya tatu. Jazakumullahu khair. Shukran Sheikh. Naam, alikuwa ni Sheikh Ahmed Othman ambaye ni imamu wa Masjid Jamia iliyopo Landizi hapa jijini Nairobi, na yeye alikuwa miongoni mwa shehe ambao alitakiwa kuhudhurisha mada katika eventi ya Tunu ya Kheri iliyokwenda kwa unwani ya Light Upon Light iliyofanyika katika ukumbi wa KICC iliyoandaliwa na taasisi ya Together We Can. Mpaka muda mwingine, usiendelee kutuacha. MBTV, dira
ya maisha yako. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.